TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama afya kwa taifa. Maisha kwanza na TMDA. TMDA na TMDA, afya bora kwanza na TMDA. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii. Ni siku nyingine tena, mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia TMDA. Inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji, vipindi ambavyo vinalenga kukujuza lakini pia kukutaarifu mambo kadhaa ambayo mamlaka hii inatekeleza kwa lengo la kulinda afya yako, afya ya jamii, afya ya mtu ambaye anaishi katika nchi ya Tanzania. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Mwanza, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Nasema karibu. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi chetu cha TMDA na jamii, katika studio huwa tuna mada ambayo kwa pamoja tunaijadili kwa lengo la kuhakikisha kwamba pia wewe unakuwa una taarifa sahihi kuhusiana na masuala mazima ya udhibiti, ili kwa pale inapotakiwa na wewe ushiriki katika swala zima la udhibiti. Na tunaongelea udhibiti wa ubora, usalama pamoja na ufanisi wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Kwa siku ya leo tutakuwa tuna mtaalamu na tutakuwa tunaangazia katika maabara ya microbiolojia. Kumbuka TMDA ili iweze kufanya majukumu yake inatakiwa iwe na maabara, na tunasema ni maabara ya udhibiti. Leo hii kama ambavyo nimekujulisha, tutakuwa katika maabara ya microbiolojia. Pale tunakutana na mtaalamu wetu Dr. Adelard Mtenga. Yeye atatueleza kwa ujumla nini majukumu ya hii maabara ya microbiolojia. Na kualika ungane nami tumsikilize Dr. Adelard Mtenga. Karibu. Afya bora kwanza na TMDA. Karibu katika maabara ya microbiolojia katika mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Maabara hii inafanya uchunguzi ya kuangalia uchafuzi wa bidhaa mbalimbali zinazodhibitiwa na mamlaka na vimelea. Jina langu naitwa Dr. Adelard Bartholomeo Mtenga, ndiye manager katika maabara hii ya microbiolojia. Yaani mimi ndiye msimamizi wa maabara hii na kazi zinazofanyika katika maabara hii ya microbiolojia. Jukumu la msingi la maabara hii hasa kama nilivyosema awali ni kuangalia uchafuzi wa bidhaa zinazodhibitiwa na mamlaka, yaani dawa na vifaa tiba, kuona kwamba vinafikia vile viwango vilivyopitishwa kimataifa na kitaifa kwa upande wa uwepo wa vimelea. Maabara hii imegawanyika katika sehemu vichache kulingana na aina ya sampuli zinazofanyiwa uchunguzi. Kwa upande wa sampuli za dawa kuna aina mbalimbali za parameter tunasema au vigezo vinavyofanyiwa uchunguzi, ambazo ni uwepo wa vimelea au tunasema microbial limit test, lakini pia tunaangalia vigezo vya kutokuwepo kabisa kwa vimelea, yani sterility testing kwa upande wa sampuli zile za dawa na chanjo ambazo hazipaswi kuwa na aina yoyote ya vimelea vilivyo hai ndani ya aina hizo za bidhaa au dawa. Lakini pia kwa upande wa zile sampuli ambazo tunaangalia uwepo wa vimelea, lakini tu vile vimelea ambavyo vinaruhusiwa na kwa idadi ambayo inaruhusiwa kulingana na viwango vya kimataifa. Kwa hiyo maabara yetu inafanya uchunguzi kubaini, je, hizi sampuli au hizi bidhaa, vile vimelea vilivyopo vinakidhi idadi inayokubalika au vimezidi kile kiwango ambacho hakikubaliki, au aina ya vimelea vilivyomo, je, ni vile ambavyo vinaweza kuleta madhara, kwa sababu kuna baadhi ya vimelea ambavyo kwa kitaalamu tunaviita pathogens, wale ambao wanaleta magonjwa hata wakiwepo kwenye bidhaa hizi za dawa kwa kiwango kidogo, lakini ni wale wanaoleta madhara, basi hawapaswi kuwapo. Kwa hiyo ni jukumu la maabara hii kuangalia kwamba sampuli hizo ziko salama kwa upande huo. Sasa sisi sampuli zetu tunazipata kwa namna tofauti. Kuna zile sampuli ambazo
zinaletwa nchini kwa ajili ya kutumika na wananchi wa Tanzania, zinazotengenezwa na viwanda kutoka nje ya nchi, zinaagizwa na wasambazaji mbalimbali. Wakaguzi wetu wanapokagua huko wakaziona, wakati wa kuingia mipakani huwa wanakusanya sampuli na kutuletea maabara. Sisi kazi yetu maabara ni kuwahakikishia wakaguzi kwamba sampuli hizi tumezipima, ziko sahihi na zinaweza kuruhusiwa kuingia nchini kwa ajili ya kutumika na Watanzania. Kwa hivyo tunawahakikishia wale Watanzania wanaotumia sampuli hizi au dawa hizi ambazo zimetoka nje ya nchi kwamba ni salama. Hata hivyo kuna sampuli zingine ambazo baada ya kuingia zilikuwa salama, lakini kutokana na hali ya soko zinabadilika. Kwa hiyo wakaguzi wetu wakiwa kwenye hatua za kawaida za ukaguzi huwa wanaweza kubaini kubadilika kwa sampuli hizo, na huwa wanatuletea sisi, tunafanya uchunguzi na kuwapatia majibu ili wao waweze kuchukua zile hatua za kiudhibiti kuonesha kwamba uwepo wa dawa hizo kwenye soko uko salama, au kama sio salama hatua stahiki zinachukuliwa haraka ili kuhakikisha kwamba tunalinda afya za Watanzania ambao wanatumia bidhaa hizi. Jukumu la msingi la mamlaka yetu ni kulinda afya za watumiaji wa dawa hizi na bidhaa hizi zinazodhibitiwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunachangia kwenye jukumu hilo kwa kuhakikisha kwamba kwa upande wa uchunguzi wa bidhaa tunafanya uchunguzi na tunathibitisha usalama na ubora, then tunawaambia wenzetu wanaendelea na majukumu mengine. Katika maabara ya microbiolojia kuna mashine aina nyingi kulingana na aina ya kazi ambayo inafanywa. Tunazo mashine kubwa ambazo tunasema ni biosafety cabinet ambazo zinasaidia kutengeneza mazingira wakati wa utendaji kazi ili ile sampuli au bidhaa inayochunguzwa isije ikachafuliwa na hali ya hewa. Pia kunazo mashine ambazo zinamsaidia mchunguzi kulinda afya ya mchunguzi, ili hata kama anafanya uchunguzi wa sampuli ambayo imechafuliwa na vimelea ambavyo ni hatari kwa afya, yule mchunguzi wetu ambaye huyu ni nguvu kazi ya taifa awe salama mwisho wa kazi, ili kesho tena aweze kutenda kazi hiyo kwa kuendelea kuhakikisha kwamba anaendelea kufanya uchunguzi akiwa salama. Kwa hizo mashine za biosafety na laminar flow cabinets ndizo ambazo zinafanya kazi hizo. Lakini tunazo mashine ambazo tunaziita incubators kwa ajili ya kurutubisha na kutoa mazingira ya kukuza vile vimelea ambavyo pengine vinaweza kuwa viko kwenye hizi sampuli ambazo nimezisema awali. Hizo mashine kazi yake zinatoa hali ya hewa inayohitajika kwa bakteria au fungus ambao wakioteshwa mle ndani baada ya muda ambao umepangwa kulingana na viwango vya kimataifa, basi unaweza kubaini uwepo kwa au kutokuwepo kwa wadudu hao. Mashine nyingine ni za kitaalamu, ni kwa ajili ya kuangalia uwepo wa bakteria ambao wanatumia hali maalum. Ni incubator, lakini ni incubator ambazo zinahitaji uangalifu maalum kwa kiasi cha hewa ya carbon dioxide. Hizo nazo zipo kwa sababu kuna baadhi ya vimelea huwa vyenyewe vinahitaji hewa kidogo sana. Kwa hiyo tunazo incubators za aina nyingi sana kulingana na viwango vya kimataifa. Lakini kimsingi maabara yetu ina uwezo wa kuchunguza sampuli zote ambazo zinahitaji aina mbalimbali ya uchunguzi wa vimelea vya microbiolojia. Kwa upande wa majokofu, kwa kuwa sisi tunafanya uchunguzi wa kimaabara, tunayo majokofu yale ambayo yana nyuzi joto chini ya 70, yani -70 degrees centigrade. Uhifadhi wa vimelea pamoja na vinasaba vyake ili uweze kukaa kwa muda mrefu zaidi ya miaka 10, 20, 30, ni lazima tuwe na aina hizo za majokofu ambayo yanaitwa ultra low temperature,
na hizi mara nyingi huwa tunaweka vile vimelea vyetu rejea, kwa sababu kulingana na kazi za maabara lazima uwe na vimelea rejea ambavyo unakuwa ukilinganisha kila wakati unapofanya uchunguzi, uwe na uhakika kwamba uchunguzi unaofanya unalingana na viwango vya kimataifa na pia unafanya rejea kwenye zile vimelea ambavyo ni standards tunasema. Mashine nyingine ni kama mashine za PCR ambazo kazi yake ni kuangalia au kuthibitisha kwamba aina fulani ya kimelea au bakteria ni kweli ni yule ambaye ulikuwa tunaona kwamba anafanania. Hizi ni kwa ajili ya identification tunasema. Na zipo mashine nyingine mbalimbali ambazo zinatumika. Lakini kubwa hasa katika maabara yetu tuna chumba maalum ambacho kinaitwa sterile room. Nafikiri ni chumba ambacho katika bara letu la Afrika vipo vichache. Na chumba hichi kimetengenezwa maalum katika mazingira ambayo kinakuwa ni sterile, kwa maana ya kwamba hakina uchafuzi wa aina yoyote kwa wakati wowote wakati wa utendaji kazi. Na chumba hichi ni mahususi sana kwa ajili ya uchunguzi wa sampuli za sindano na zile sampuli ambazo mgonjwa anaingiziwa kwenye mwili moja kwa moja kupitia kwenye damu au kupitia njia zingine, lakini inaingia kwenye damu moja kwa moja. Sampuli hizi kwa kawaida zinapaswa kuwa sterile na uchunguzi wake unatakiwa ufanyike kwenye mazingira ambayo hayana kimelea chochote kwenye hewa. Pia katika maabara hii tunafanya utafiti mbalimbali kulingana na mahitaji ya wakati, ukizingatiwa kwamba sayansi ya tiba ni sayansi endelevu. Hivyo kuna wakati ambapo tunalazimika kufanya utafiti kuangalia kama je, kuna dalili za usugu wa dawa ambazo mamlaka imezipitisha. Je, kuna dalili za wadudu kutokukubali kutibiwa na aina fulani ya dawa ambazo mamlaka imezipitisha, na aina nyingi za tafiti ambazo zinafanywa pamoja na washirika wa mamlaka katika sayansi ya tiba. Ni jukumu letu sisi mamlaka pia kuonyesha dira kwa upande wa tafiti hizi ambazo zinahusiana na bidhaa ambazo mamlaka inazidhibiti. Lakini hata kwa upande mwingine, kwa kuwa mamlaka yetu inao wataalamu wengi ambao wamebobea katika nyanja mbalimbali, hususan nyanja za uchunguzi na nyanja za kisayansi, basi zile tafiti ambazo zinafanywa kwa upande wa taasisi ambazo zinapitia moja kwa moja kwenye sayansi ya maabara, basi hufanywa kwa upande wa microbiolojia, na maabara yetu pia hutoa msaada kwa watafiti hawa kuhakikisha kwamba majibu yake yatakuwa ni majibu ambayo yanatoa majibu kwa changamoto za kisayansi ambazo zinaikabili upande wa tiba, hasa kwa zile dawa na njia ambazo na bidhaa ambazo zimeruhusiwa au zimethibitishwa na mamlaka, au zile zinazohusiana na tiba ambayo inaendana na udhibiti, ambapo mamlaka ndio msimamizi mkuu kwenye bidhaa hizo. Hapa kwenye maabara yetu kama nilivyosema, tunafanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali ambazo za bidhaa zinazodhibitiwa na mamlaka. Ukiacha dawa, pia kuna vifaa tiba ambavyo ni kama hizi gloves au pia hizi tunazo vifunika mdomo au masks, ambazo ni muhimu sana kwa kuwakinga madaktari wetu, lakini pia kuwakinga wagonjwa ambao tayari afya zao zina matatizo wasipate matatizo zaidi. Sasa namna pekee ya kuthibitisha kwamba hizi gloves ni salama kwa daktari ambaye anamhudumia mgonjwa ambaye anaweza kuwa na changamoto ya afya kwa kuwa na vimelea ambavyo ni hatari kwa mgonjwa mwenyewe na daktari mwenyewe, ni kuthibitisha kwamba zile gloves zenyewe ni salama
kwa sababu kuna aina ya gloves ambazo zinaitwa sterile gloves ambazo zinatumika kugusa moja kwa moja maeneo ya wagonjwa ambayo yameshafunguliwa kama vidonda au wakati wa operation. Sasa namna pekee ya kuhakikisha kwamba gloves hizi ni salama kwa matumizi ambayo yamekusudiwa, vinafanywa uchunguzi wa kimikrobiolojia kuona kwamba hizi gloves hazijashambuliwa na wadudu, au wakati wa utengenezaji vimetengenezwa kulingana na viwango, hivyo ni salama. Pia kwa upande wa maski, kama utakumbuka hapo miaka ya nyuma kidogo, hivi karibuni tulipata changamoto ya janga la COVID na tulishauriwa sana kuvaa maski. Sasa sisi maabara yetu, moja kati ya jukumu kubwa iliyoifanya kwa taifa hii ni kuhakikisha kwamba zile masks ambazo tulikuwa tunavaa ni salama. Hata zile za vitambaa zilizoshonwa huko kwenye mitaa, tuliwahi kukusanya sampuli na kupima na kujiridhisha, je, zinaweza kutoa ile kinga ambayo ilisemwa inatolewa? Kwa hiyo ni moja kati ya majukumu tu ambayo inafanya. Kama nilivyosema tangu mwanzo, jukumu letu sisi ni kulinda afya za wananchi. Kwa hiyo pale ambapo kuna kifaa tiba kinatumika moja kwa moja, sisi tunahusika moja kwa moja kuangalia usalama wake kwa upande wa microbiolojia. Sio vifaa vyote ambavyo vinapimwa kimicrobiolojia, lakini kuna ambavyo vinapimwa kimicrobiolojia. Kwa mfano, zile dawa, zile nyuzi za kushonea wagonjwa, zile nyuzi zinashonewa kwenye mwili wa binadamu moja kwa moja, zinakutana na damu, zinakutana na ile ngozi ya binadamu. Kuna zinazoshonewa kwa ndani na kuna zinazoshonewa kwa nje. Zote hizi lazima tuhakikishe usalama wake, kwa sababu zisipokuwa salama, maana yake ni kwamba yule mgonjwa unamuongezea matatizo zaidi ya yale matatizo ambayo yalimpeleka hospitali. Katika maendeleo ya sayansi na teknolojia, siku hizi tunajitahidi kwa namna kubwa sana kufanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali pasipo kuifungua ile sampuli. Na katika kuhakikisha hili, tunayo mashine ndogo tu inaitwa SteriTest, ambayo kazi yake ni kupima, inasaidia upimaji wa sampuli kwa kiasi kikubwa bila kuifungua. Mashine hii ina uwezo wa kupitisha sampuli za kimiminika za dawa za sindano au maji tiba, tunasema drips au infusions, kupitia kwenye vifaa maalum pasipo kufungua ile sampuli. Na hivyo tunakuwa na uhakika kwa kiasi kikubwa kwamba kama sampuli itakuwa ni salama, basi majibu ni kweli salama, lakini kama sampuli itakuwa sio salama, majibu yanakuwa kweli sio salama. Na hizi zote, njia zote hizi za uchunguzi tumewahi kukaguliwa na Shirika la Afya Duniani WHO kwa upande wa uchunguzi wa kimikrobiolojia, na Shirika la Afya Duniani wakaridhika kwamba tumefikia hadhi ya kutambulika na kupata maabara yetu kuwa pre-qualified. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba maabara yetu inapotoa majibu, maabara zingine au taasisi zingine duniani ambazo ziko kwenye mfumo wa kimataifa wanayakubali majibu yetu kwamba yamechunguzwa na maabara ambayo ina uwezo, inafuata viwango vya kimataifa na majibu yaliyotoka ni majibu sahihi. Kama nilivyosema kwamba maabara yetu sisi inafanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali. Mbele yenu mnamwona mtaalamu anaitwa Mr. Harrison Limo. Yeye anachokifanya ni anafanya uchunguzi wa sampuli ambao ulianza tangu siku iliyopita, hatua ya kwanza. Sasa hivi amefika hatua ya pili ambayo anafanya enrichment, alafu anafanya dilution sasa, ili kuona kama kuna uchafuzi wowote kwenye sampuli. Je, huo uchafuzi uko kwa kiasi gani, ili tuweze kujua kiasi kamili cha bakteria waliopo na hao bakteria ni aina gani. Kwa hiyo lazima afanye kitu kinachoitwa dilutions, alafu baada ya hapo anahamisha hizo tumeziita kwa kitaalamu dilutions kwenda kwenye virutubisho vya bakteria ambavyo atakwenda kuvihifadhi kwenye mashine ambazo zinatoa joto na hali ya hewa ambayo itaruhusu bakteria kukua,
na hatimaye kesho yake sasa tunaweza kujua sampuli hizo zilikuwa na bakteria wangapi kama walikuwepo, na kama hawakuwepo basi tutakuwa na uhakika kwamba sampuli hizo zilikuwa ni safi na ni salama. Baada ya kufanya dilution na kuweka kwenye hiyo tunaita plate ambacho ni media au chakula kwa ajili ya kukuzia bakteria, basi kinachofuata ni kuchukua sampuli hizo zote mbili, ile ya majimaji na hiyo iliyokaa kwenye visahani, vinawekwa kwenye nyuzi joto, mashine ambayo inatoa nyuzi joto ambazo ndio sawia kwa ukuaji wa bakteria. Na kama unavyoona hiyo mashine ni mashine mahususi kwa ajili ya kukuzia bakteria mbalimbali kulingana na nyuzi joto ambayo inakubalika kwa upande wa hao aina ya bakteria. Sasa kama nilivyokueleza awali kwamba tunakuza vimelea ambavyo tunaweza kuwa tumevipata kwenye sampuli mbalimbali. Baada ya kuwa tumeshavikuza, tunatakiwa hivi vimelea vitupwe. Sasa kwa sababu vinaweza kuwa ni vimelea ambavyo vinaleta maradhi, haviwezi tu kutupwa hivi hivi kwenye mazingira, kwa sababu vinaweza kuleta matatizo makubwa. Kwa hiyo kitaalamu tunasema kwamba vile vimelea vinatakiwa kwanza viuawe, alafu ndio vinaenda kutupwa kwenye hizo sehemu mbalimbali za kutupia. Sasa namna ya kuwaua hivyo vimelea na kuhakikisha kwamba wamekufa, tunatumia mashine ambazo zinaitwa autoclaves ambazo zina destruction mode kwa ajili ya vimelea. Na autoclaves hizo ni mashine ambazo zinahakikisha kwamba zinatoa joto kubwa, mvuke wenye joto kubwa katika pressure kubwa na kwa muda fulani ambao umepangwa kulingana na aina ya mashine. Na katika kipindi hicho una uhakika kabisa kwamba vimelea vyote ambavyo vile tulivyoviotesha kwa ajili ya kulinganisha na vile ambavyo tumevipata kwenye sampuli vyote vinakuwa vimeuawa. Kwa hiyo tunalinda mazingira yetu, mazingira yanakuwa salama, kwa sababu vimelea hivi vinapoingia kwenye mazingira vina hatari kubwa sana ya kuleta magonjwa na pia kusababisha usugu wa dawa zinazotumika kwenye kutibu magonjwa mbalimbali ya kuua na magonjwa mbalimbali yanayoletwa na hivi vimelea. Kwa hiyo ili kuhakikisha madhara haya yote yatokei, tunahakikisha kwamba vile vitu vyote vilivyotumika kwenye maabara ambavyo vinahitaji kutupwa vinasafishwa, wadudu wanauawa kwa namna hiyo niliyoieleza, alafu ndio sasa vinakwenda kutupwa au tunasema kwa kitaalamu vinakuwa disposed of. Kwa hiyo kama nilivyoeleza kwamba maabara hii ina umuhimu wa kipekee hasa katika nchi yetu, kwa sababu ndio maabara ambayo inathibitisha usalama wa dawa na vifaa tiba kwa upande wa microbiolojia. Kama nilivyosema, ni maabara ambayo inatambulika na Shirika la Afya Duniani, kwa maana ya kwamba kazi zetu zinafanyika kitaalamu, na hivyo uwepo wake kwa kweli ni muhimu sana katika kulinda afya za Watanzania wenzetu. Na swala la afya huwa halichagui. Unapokula dawa, unapotumia kifaa tiba ambacho kina madhara, hata uwe nani, lazima utapata shida tu. Na ndio jukumu ambalo serikali imeipa Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba kupitia maabara hii, ili kuhakikisha kwamba bidhaa zote hizi ambazo ni dawa na zile dawa zingine za sindano ambazo zinaingia moja kwa moja kwa mwili wa binadamu, vifaa vinavyotumika na madaktari wetu kwenye hospitali mbalimbali, na bidhaa zinazotumika na wagonjwa ambao wana shida mbalimbali, kwamba ni salama kwa upande wa kimikrobiolojia. Na wenzetu hawa wataalamu wa tiba, madaktari na wafamasia, wanatutegemea sisi kama jicho la kuwahakikishia kwamba hizi bidhaa ambazo mnawapa wagonjwa au mnatumia kwenye matibabu mbalimbali ni salama. Na hiyo tu inathibitika kwa sababu ya jukumu kubwa inayofanyika katika maabara hii ya microbiolojia, pamoja na maabara zingine ambazo kwa pamoja tukiunganisha nguvu zetu kwa pamoja,
basi tunaweza kusimama kifua mbele na kusema kwamba nasi tunaweka mchango wetu katika kulinda na kuhakikisha kwamba wananchi na taifa letu kwa ujumla linatumia bidhaa ambazo kwa kweli usalama wake umethibitishwa na wananchi wanaweza kutumia bila kuwa na wasiwasi, kwa kujua kwamba serikali imewekeza kwenye taasisi hii nyeti, ambayo jukumu la taasisi hii ni kulinda afya ya wananchi, na jukumu hilo linatekelezwa kimadhubuti, na hivyo wananchi wako wanabaki kuwa salama wakitumia bidhaa ambazo tuna uhakika kama nchi na kama taifa bidhaa hizo zimepimwa na kuthibitika kwamba zinafaa kwa matumizi. Bidhaa hizi ninazoongelea manake ni dawa, vifaa tiba, dawa za sindano na vile vifaa vyote ambavyo vinatumika kwenye tiba lakini vinadhibitiwa na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, na hivi ndivyo tunavyohitimisha kipindi chetu cha TMDA na jamii kwa siku ya leo. Ni imani yangu umeungana nami katika kufuatilia ni namna gani TMDA inatekeleza wajibu wake wa kudhibiti ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi, hususan katika maabara ya microbiolojia. Tumemsikiliza Dr. Adelard Mtenga akieleza ni namna gani TMDA inatumia maabara hii ya microbiolojia, au ni namna gani maabara ya microbiolojia ni muhimu katika kuhakikisha masuala mazima ya udhibiti yanazingatiwa. Bila maabara ya microbiolojia bado taasisi ya udhibiti tunaongelea TMDA inaweza ikawa kidogo kuna changamoto. Nikushukuru wewe ambaye umekuwa na mimi toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ninapohitimisha kipindi cha TMDA na jamii. Lakini nakualika ukiwa na maswali, maoni au dukuduku au jambo lolote ukitaka kuwasiliana na TMDA na jamii, na kualika uwasiliane nasi kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz au kutupigia simu ambayo mamlaka hii imeshalipia, ni simu ya bure kabisa, nayo ni nambari 0800110084. Kutoka TMDA na jamii, ninayekuaga naitwa Gaudensius Mwanza na kuambia kwa heri. TMDA, Mamlaka ya Dawa pamoja na Vifaa Tiba. TMDA inahakikisha usalama afya kwa taifa.